kwa siku ya leo. Itakuwa nami Ezekiel Mwambopo na unaendelea kufuatilia Channel 10. Katika kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewasamehe wafungwa 1036 waliokuwa wakitumikia vifungo mbalimbali. Msamaha huo unawahusu wafungwa wagonjwa wenye magonjwa ya kudumu au sugu ambao wapo kwenye hatua ya mwisho, yani terminal stage, wafungwa wazee wenye umri wa miaka 70 au zaidi, wafungwa wa kike walioingia na ujauzito gerezani au wenye watoto wanaonyonya au wasionyonya waliohukumiwa kifungo cha mwaka mmoja. Wengine waliopata msamaha huo ni wafungwa wenye ulemavu wa mwili na akili wasio na uwezo wa kufanya kazi, na wengine ni wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kuwekwa kizuizini ambao wamekaa gerezani kuanzia miaka 10. Ikumbuke kuwa Tanganyika ilipata uhuru wake Disemba 9 mwaka 1961 kutoka kwa ukoloni wa Mwingereza, na baada ya mwaka mmoja Tanganyika ilitangaza kuwa jamhuri, ambapo ilijiunga na iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar mwaka 1964 kuunda taifa jipya la Tanzania. Naam, hiyo ndiyo habari yetu kuu kwa siku ya leo, ambayo hususan inahusu maadhimisho hayo ya miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Kama ambavyo tumeona hapo, ni habari ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa msamaha kwa wafungwa 1036. Tukitazama habari nyingine kwa mchana huu ni kwamba kongamano la 9 la kimataifa la Kiswahili linatarajiwa kufanyika tarehe 11 visiwani Zanzibar katika ukumbi wa mikutano wa Sheikh Idris Abdul Wakili Kikwajuni, wilaya ya Magharibi, mkoani Mjini Magharibi huko Unguja. Tupate taarifa kamili. Akitoa taarifa ya kongamano hilo, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Riziki Pembe Juma amesema wageni kutoka ndani na nje ya nchi watashiriki katika kongamano hilo. Lengo hasa la kongamano hili ni kutoa fursa kwa washiriki kujadili masuala muhimu yanayohusu matumizi ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano, maarifa na ujenzi wa jamii yenye mshikamano na maendeleo. Katika zama hizi za ushindani wa kimataifa, Kiswahili si tu lugha ya mawasiliano ya kila siku, bali ni nyenzo ya kukuza elimu, uchumi, diplomasia, teknolojia na utambulisho wa Mwafrika. Lakini sambamba na hilo, imekuwa vile vile ni lugha ya kitega uchumi, kwa maana kuzalisha ajira kwa wadau mbalimbali. Aidha, Riziki Pembe amesema kongamano litatoa fursa kwa washiriki kujadili nafasi ya lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano, nafasi ya Kiswahili katika kukuza diplomasia. Kongamano letu litatoa nafasi kwa wataalamu kuangazia nafasi ya Kiswahili katika maendeleo ya sayansi na teknolojia, vile vile kuangalia umuhimu wa Kiswahili katika ujenzi wa maarifa, kuangalia hadhi ya Kiswahili kama lugha ya kazi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika, kuangalia changamoto na fursa za ukuzaji wa Kiswahili katika karne ya 21, lakini vile vile tutaangalia michango ya washairi, waandishi na wabunifu katika kukuza tamaduni na fikra za jamii. Majadiliano hayo yatachangia kubuni njia mpya za kuimarisha hadhi ya Kiswahili kimataifa, sambamba na kuelekeza hatua za kisera zinazohitajika ili kuifanya lugha yetu iwe chombo imara cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Pia waziri huyo wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo amesema wageni watapata fursa ya kujifunza mambo mbalimbali ya historia ya Zanzibar na utamaduni wa Mswahili. Kongamano letu litapambwa na usiku wa Mswahili, na tunatarajia kuwa na usiku wa Mswahili ambao usiku huo sasa utakuwa ni maalum kwa ajili ya kuonesha mavazi ya utamaduni wa Mswahili, vile vile kuonesha maigizo na tamthilia fupi fupi ambazo zimetengenezwa na wataalamu wetu wa Kiswahili, vile vile kutoka Wanangonjera, lakini masuala ya burudani yatakuwepo, taarabu asilia na ya kisasa kidogo pia nayo itatumbuiza, sambamba na hapo vya vyakula vya Kiswahili. Kongamano hilo la siku mbili na likitanguliwa na shughuli mbalimbali zinazohusiana na utamaduni wa Mswahili litafunguliwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Waziri wa Maji Juma Aweso
Akiongoza viongozi wa Wizara ya Maji na watendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA, yeye ameweka kambi katika kitongoji cha Kitomondo unakopita mto Ruvu Kibaha mkoani Pwani ili kuhakikisha wanaziba maeneo yote ambapo mto huo umechepuka, jambo ambalo linachangia kupungua kwa uzalishaji katika mtambo wa Ruvu Juu na kusababisha baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam na Pwani kukosa huduma hiyo ya maji. Ikiwa ni siku ya pili ya ziara ya Waziri wa Maji Juma Aweso ambapo amefika kitongoji cha Kitomondo, huku ikimlazimu kupanda mtumbwi ili kuhakikisha jitihada hizo zinafanikiwa. Pia amewaelekeza mamlaka ya bonde la Wami Ruvu kusimamia vyanzo hivyo vya maji. Lakini pamoja na kipindi hichi cha ukame, lakini ukweli utabaki huru ni kwamba shughuli za binadamu zinakuwa na athari kubwa sana katika swala zima la mazingira. Tumeelekeza bodi ya Wami Ruvu itimize wajibu wake: moja, kufanya kazi kwa njia shirikishi kwa maana ya jamii husika, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, kuhakikisha hili jambo linatatulika, si hapa Kitomondo na maeneo mengine, ili kuhakikisha kwamba maji yanarudi katika njia yake ya asili. Mapema asubuhi, Waziri Aweso alipitia maeneo ya Tegeta, Wazo, Kisanga na Bunju kuangalia hali ya upatikanaji wa maji, ambapo akatoa maelekezo kwa mameneja wote nchini. Elekeza mameneja watoke ofisini, wapite baadhi ya maeneo, nakuta mwingine hapati kwa sababu labda sehemu pameziba, watafanya hiyo kazi na watu waendelee kupata huduma safi na salama. Nao baadhi ya wakazi wa maeneo hayo waliokutwa wakiwa kwenye foleni ya maji wakazungumzia kadhia hiyo. Kwa muda wa siku 3, siku ya leo ni siku ya 3. Serikali ifanye kitu juu ya maji jamani, tutakufa. Changamoto ya maji ile eneo ni kubwa. Lakini alhamdulillah, meneja wa eneo hili DAWASA anafanya kazi nzuri pamoja na mafundi wake, mainjinia wanakuja kushughulikia sana. Ndani ya siku 2-3 tumepata tabu sana kuhusu maji. Leo hii ule uhaba wa maji umeenda kuisha. Asante sana Mheshimiwa Rais na uongozi wote na Waziri wa Maji pamoja na Katibu Mkuu. Nimemsumbua sana kwenye simu. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Hiyo. Vijana wameshauriwa kuitumia elimu wanayoipata kutengeneza fursa za kujiajiri na kuajiri wengine kupitia mikopo inayotolewa na serikali ili kupunguza wimbi la ukosefu wa ajira linalokabili vijana wengi. Hili ni kongamano la vijana waliohitimu ngazi ya shahada na stashahada katika vyuo mbalimbali mkoani Mwanza, ambapo vijana wameshauriwa kutumia elimu walioipata kwa ajili ya kutengeneza fursa za kujiajiri na kuajiri wengine. Tusikae sana kwa kutegemea kuajiliwa. Kuna fursa nyingi ambazo zipo. Tunapoongelea kama fursa ya ufugaji, humo katika ufugaji unaweza kujikuta fursa zingine zinapatikana. Maana na inaleta tija zaidi kuliko kuajiriwa, kwa sababu kwanza unakuwa uko huru, yani tofauti na kufanya kazi, unakuwa uko huru kwenda kazini, mipango yako inakuwa tofauti. Tumefanikiwa kupata huo mkopo. Kwa hiyo wasisite kujaribu kwenda kuomba, sababu kama unafaa, unastahili kupata na umefikia vile vigezo, unapata. Maeneo ambayo fursa za mikopo zinapatikana yanaelezwa na afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Ilemela Mohamed Atiki na afisa vijana wa halmashauri ya jiji la Mwanza Michael Magesa baada ya kukutana na vijana wa vyuo mbalimbali. Kuna jumla ya shilingi milioni 625 tumezitangaza, ambazo tunategemea vijana hawa watakuwa wameziomba. Mnaweza mkaja na maombi ya namna mbili. Mnaweza mkaja kuombea mradi wa kikundi kwa pamoja, lakini pia mnaweza mkaja mkaomba mradi kila mtu wa kwake. Mvuno wa kwanza tu tuliweza kuvuna milioni 106 na tulivuna kwa vizimba 6 tu. Ndani ya kongamano hilo la vijana zaidi ya 600, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ameeleza matamanio yake ya kuona vijana wakipambana kutafuta fursa za uwekezaji ili kujiimarisha kiuchumi. Tukopeshe vikundi vya vijana wenye mwelekeo ambao na wenyewe wageuke kuwa waajiri wa vijana wengine. Ndio maana nimewaleta hawa wataalamu wote, wakurugenzi hapa wako wote, watuambie wana shilingi ngapi kwenye mikopo yao. Watuambie kwa nini tunazoa takataka, tunawalipa watu fedha nyingi, lakini nyinyi mnaishi kwenye hiyo mitaa, mnaweza hata mkawa mameneja. Kongamano hilo lililoongozwa na kauli mbiu isemayo
fursa za uwekezaji wa vijana kiuchumi limejadili pamoja na mambo mengine upatikanaji wa fursa za mikopo ya halmashauri kwa vijana na fursa za uwekezaji zilizopo katika sekta ya uvuvi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry kwa taarifa hiyo. Wachakataji wa samaki na dagaa kwa muda mrefu wamekuwa wakitegemea mbinu za kienyeji kuanika chini, kutumia kuni kubanika mazao hayo, jambo linalosababisha bidhaa zao kukosa ubora unaohitajika katika soko la ndani na nje ya nchi. Baadhi ya wachakataji wanaeleza adha walizozipitia kutokana na changamoto ya zana bora za uchakataji wa mazao ya samaki na dagaa. Tulikuwa tunaanika chini dagaa wetu na samaki wetu, tulikuwa tunawakausha kwa kutumia miti na kuni aina mbalimbali tusizojua athari zake. Tulikuwa tunapata hasara mpaka tunadaiwa, mpaka wengine walikuwa wanauziwa majumba, mfano kichukua mkopo. Alafu hata serikali ilikuwa haiwezi kutukopesha kwa sababu biashara yetu ilikuwa ina uhakika. Changamoto hiyo imeanza kupatiwa suluhu kupitia mafunzo yaliyotolewa na mradi wa Fish for ACP kwa ufadhili wa shirika la chakula duniani FAO. Wachakataji wamefundishwa njia salama zenye kuzingatia viwango vya ubora wa kimataifa. Hili ndio nini? Mafunzo hayo yamewajengea uwezo wa kutumia teknolojia rahisi na bora, kuhakikisha mazao ya dagaa na samaki yanakaushwa katika mazingira safi yenye mapambano dhidi ya vumbi, wadudu pamoja na unyevu. Sasa hivi tumepata masora tent ambayo haya yanafaa sana kwa sababu naanika dagaa ndani ya tent, kitu ambacho dagaa haiwezi kufikiwa na wadudu kama nzi, vumbi na takataka zingine. Kwa hiyo advance sana ukilinganisha na kule tulikotoka mwanzo. Hapa wanaeleza bidhaa zao zimefikia kiwango kinachokubalika katika soko la kimataifa na wanaweza kusafirisha mazao hayo nje ya nchi. Tulikuwa na soko la Kasulu, tumekuwa na soko la Kigoma mjini, lakini kwa sasa bidhaa yetu watalika Dar es Salaam, wataliwa Dodoma, wataliwa hadi nje ya nchi. Kwa tumekuwa na upana wa masoko yetu. Kupitia ongezeko la ubora, mzunguko wa kibiashara nao umeongezeka kwa kasi. Wachakataji wanauza bidhaa zao kwa wingi na kujiongezea kipato. Lengo hasa la kuwakutanisha hapa na wao wapate kujifunza na kuelewa umuhimu wa kukidhi viwango katika uchakataji ambao wanafanya katika bidhaa za dagaa na samaki. Wachakataji tayari wameshaimarishwa vizuri, mifumo yao ya biashara imetengenezwa vizuri, lakini pia wanajua jinsi gani sheria za wenzetu zinavyosema ili waweze kupeleka bidhaa nzuri. Elimu walioipata imekuwa msingi wa mabadiliko makubwa katika maisha yao na biashara zao, ambapo serikali bado inafanya ufuatiliaji ili kufikia katika lengo. Kwa sasa hivi tuko tunatoa mbinu ambayo ni bora zaidi, ambayo tunaamini tukiendelea kufuatilia watabadilika ili wao sasa waweze kukizi vigezo vinavyotakiwa wao kwenda mbele kwa kupata hiyo nembo ya ubora ya TBS. Mwajabuhoza, Channel 10, Kigoma. Asante Mwajabuhoza kwa taarifa hiyo. Taasisi inayojihusisha na utunzaji wa mazingira na utoaji wa elimu kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo, EMCA imeendelea na kampeni yake ya tuelimishe mazingira kwa kutembelea shule za msingi, kuwajengea wanafunzi utamaduni wa kupenda na kutunza mazingira kuanzia katika umri mdogo. Kampeni hiyo inalenga kuhamasisha jamii, hususan watoto, kutambua wajibu wao katika kuhifadhi mazingira na kuhakikisha maeneo yao yanabaki safi na salama. Katika moja ya ziara zake katika shule ya Mlimani, EMCA imetoa vitendea kazi vya usafi vitakavyochangia kwa kiasi kikubwa kuweka mazingira ya shule katika hali ya usafi na kuimarisha afya za wanafunzi na kushiriki zoezi la upandaji miti baada ya kutoa darasa juu ya umuhimu wa mazingira. Tumefanikiwa kuleta vifaa vichache vya kufanyia usafi wa mazingira na pia kutunzia taka. Ningependa kutoa shukrani kwa mapartners wetu pamoja na wawezeshaji ambao wameweza kutusaidia kufanikisha jambo hili, ambao ni Global Change Makers pamoja na Digital Opportunity Trust. So, tumepata vifaa vya kufanyia usafi, vya kutunza taka ili mazingira yetu yawe masafi kwa ajili ya kudumisha mazingira yetu, kwa sababu mazingira yanasaidia katika kazi mbalimbali tunapokuwa tunapokuwa tunayatunza. Leo tumepokea zawadi ya vifaa vya usafi kutoka MEMKA, na vifaa hivyo ni kama manastibini, vifagio na pia nimeona reki.
vifaa hivi tutaenda kuvitumia katika kusafisha mazingira yetu ili kuyaweka safi, ili kusaidia sisi tuweze kujifunza vizuri, kwa sababu mazingira yasipokuwa safi utaanza kuona vumbi, utaanza kuona labda jua kali, utashindwa kusoma vizuri, utaweza kufeli katika masomo. Lakini mazingira huyo mwanafunzi wa shule ya msingi Mlimani Demonstration ambaye ameshiriki basi moja ya kliniki hizo za mafunzo ya utunzaji wa mazingira zinazotolewa na EMCA. Kwingineko, mkuu wa wilaya ya Musoma mkoani Mara Juma Chikoka amewataka madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Musoma kwenda kusimamia na kusaidia kudhibiti vifo vya mama na mtoto, ikiwemo kuhamasisha kampeni ya kina mama kwenda kliniki na kujifungulia katika vituo vya afya vilivyojengwa na serikali kwenye maeneo yao. Chikoka anatoa kauli hiyo katika baraza hilo la madiwani, ambapo amesema madiwani hao wana nafasi kubwa ya kwenda kuhamasisha na kukabiliana na mapambano ya vifo vya mama na mtoto katika ngazi ya vijiji hadi kata. Inaonyesha kwenye halmashauri yetu hatujakaa vizuri, hasa kwenye upande wa vifo vya mama na watoto, hususan pale wanapoenda kujifungua. Niwaombe waheshimiwa madiwani, mwenyekiti na timu yako nzima, twendeni kwenye kata zetu, tukatoe elimu, tukatoe hamasa. Na inaonekana changamoto kubwa ni za kibinadamu. Kina mama wengi wanapopata ujauzito, wengi wanachelewa kwenda kliniki na kupata ule ushauri, na wengine hawaendi kabisa, wanakuja kushtuka mwezi wa 7, mwezi wa 8. Mwisho wa siku ile takwimu ya vifo vya kina mama na watoto bado imekuwa changamoto. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo huu wa kidigitali ambao leo tunawakabidhi, tumezindua baraza letu, lakini pia tunawakabidhi waheshimiwa madiwani vishikwambi. Maana yake ni kwamba halmashauri sasa itapunguza gharama kwa kiasi kikubwa. Kitu asisi ya wilaya Musoma Dennis Ekwabi amewataka kwenda kufanya kazi kwa kutumikia wananchi, huku baadhi ya madiwani nao wakawa na haya ya kuzungumza. Hakikisheni kwenye kata zenu mnafanya kazi bila kumtegemea mjomba, babu wala nani. Fanya kazi wewe kama wewe. Baraza hili litakuwa baraza ambalo litakuwa na mafanikio, na kutumia nyenzo hizi ambazo tumepewa tutafanikiwa sana. Swala la elimu halina mjadala. Twendeni tukahakikishe tunasimamia elimu kwa watoto wetu. Elimu ndio uti wa mgongo wa maendeleo. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Katibu tawala wa mkoa wa Morogoro amewataka madiwani wote waliochaguliwa kuhakikisha wanasimamia miradi ya maendeleo ili manispaa ya Morogoro iweze kuwa jiji. Hayo yamezungumzwa wakati wa uapisho wa baraza la madiwani lilofanyika mkoani Morogoro, ambapo amesema ni lazima miradi ikamilike kwa wakati ili wananchi waanze kupata huduma. Hata sisi wenyewe madiwani wakati mwingine hatuisimamii hiyo miradi kukamilika. Tunakuja kuambiwa dakika za mwisho mradi haujakamilika. Ukiuliza kwa nini haujakamilika, mheshimiwa diwani analalamika mradi wangu haujakamilika. Sasa hicho kipindi cha nyuma tulikuwa wapi? Tuliisimamia vipi? Kwa nini hatukusema hapo mwanzo? Kwa upande wake mstahiki meya wa manispaa ya Morogoro Halidi Matengo amesema ni wakati kwa kushirikiana baina ya watendaji wa manispaa na baraza la madiwani katika kutekeleza malengo ya kuwaletea maendeleo wananchi wa manispaa ya Morogoro. Waheshimiwa madiwani, lazima tuhakikishe jasho linalotoka tufikie malengo. Hivyo basi wote tunajua kuanzia hapa kuna pamoja tunauliza sijue na kuongeza mapato, kuongeza makusanyo. Nataka manispaa ya Morogoro mjini ibadilike sana. Mheshimiwa Mkurugenzi, kuna kipindi fulani halmashauri ilishakuwa ya pili kama sosei kutoka halmashauri ya Moshi kwa usafi. Sasa hivi sifikiri tuko mbali sana. Sasa inatushangaza kwa nini iwe hivi. Baraza limetuahidi, tuna imani na ahadi zao. Kubwa kuliko yote kwamba meya, mstahiki meya ameshatoa mwelekeo wake, anataka baraza liweje.
kitu ambacho nina imani kabisa kwa kushirikiana na wenzie watafikisha manispaa ya Morogoro mahali panapotarajiwa na wengi. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel. Asante sana Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro, ambayo mtazamaji kimsingi sasa inatutimishia kwa upande wa habari za kitaifa. Hebu tazame kwingineko katika habari za kimataifa, ambapo kubwa ni kutoka huko nchini Israel, ambapo tunaelezwa kuwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atafanya mazungumzo na Rais wa Marekani Donald Trump mnamo Disemba 29 mwaka huu ili kujadili hatua zinazofuata katika mpango wa amani kuhusu Gaza unaosimamiwa na Marekani. Netanyahu anatarajiwa kukutana na Trump huko Florida, huku serikali ya Marekani nayo ikijaribu pia kumshawishi Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kuhudhuria mazungumzo hayo. Taarifa hii inatolewa baada ya Netanyahu kusema kuwa awamu ya pili ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza itaendelea mara tu baada ya Hamas kukamilisha zoezi la kurejesha mabaki ya mateka wa mwisho. Mtazamaji, hiyo ndiyo habari kuu kwa upande wa habari za kimataifa. Kwenye michezo kubwa pia ni kuhusu michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, ambapo michuano ya mpira wa miguu ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inaendelea leo kwa mechi 9 za hatua ya makundi kupigwa katika viwanja vya majiji tofauti ya nchi za bara hilo. Mjini Astana nchini Kazakhstan, wenyeji Khairat Almaty watacheza dhidi ya Olympiacos kutoka nchini Ugiriki, na mabingwa mara 6 wa michuano hiyo Bayern Munich watakuwa nyumbani nchini Ujerumani kuwakaribisha Sporting Lisbon kutoka nchini Ureno. Chelsea FC kutoka nchini Uingereza wao watakuwa ugenini nchini Italia kucheza dhidi ya Atalanta, na miamba mingine nchini Uingereza Liverpool FC itakuwa nchini Italia kucheza dhidi ya Inter Milan kwenye uwanja wa Giuseppe Meazza. Kwenye uwanja wa Nou Camp jijini Barcelona nchini Hispania, wenyeji FC Barcelona watashuka dimbani kuwakaribisha Eintracht Frankfurt ya kutoka nchini Ujerumani, wakati AS Monaco ya nchini Ufaransa itakuwa mwenyeji wa Galatasaray SK kutoka nchini Ugiriki. PSV Eindhoven ya nchini Uholanzi itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Atletico Madrid kutoka nchini Hispania, na jijini London nchini Uingereza Tottenham Hotspur watawakaribisha Slavia Praha kutoka Jamhuri ya Czech. Na mechi ya 9 kwa siku ya leo itafanyika nchini Ubelgiji, ambapo Union Saint-Gilloise watacheza dhidi ya Olympique de Marseille kutoka nchini Ufaransa. Mtazamaji, namna hiyo kwa upande wa michezo nakuwa sina la ziada, na niseme tu asante kwa sababu habari ya mchana kwa siku ya leo inakuwa haina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki maandalizi na hatimaye kuruka kwa taarifa hii ya habari, akiwepo Yakini Mwakatobe, Edson Kunambi na Hamisi Suleiman, jina langu ni Ezekiel Mambopo, nikutakie mchana mwema na sikukuu njema ya uhuru wa miaka 64 Tanzania bara.